Mtazamaji wa Asili Yetu TV, karibu katika heka heka ya siku nyingine tena, ikiwa tuko mwishoni kabisa mwa mwaka huu, mwezi wa 12, lakini tunasema tumesaliwa na kama siku 15. Anko G, naam, habari ya Desemba? Bwana, habari ya Desemba ni fresh. Kumbe zimebaki siku 15 kama sio 16. Kwa hiyo maandalizi ya pesa ya Christmas na mwaka mpya na ada za watoto shule zote zimeongozana. Mimi naona hapa tudili na watoto shule. Okay. Hii Christmas na tukawapikia ubwabwa siku yote, lakini nguo pia unaweza kuvaa siku yote wakati wote. Kwa tudili na ada kwa. Hilo tunawakumbusha wazazi. Bana, ni kitambo kidogo tumerejea sasa. Okay. Okay, tuwakaribishe tu watazamaji na familia nzima wa Asili Yetu TV, lakini wapenzi wa heka heka kwamba waungane nasi siku ya leo kujua kipi ambacho tumewaandalia, tunachokwenda kujuzana kupitia kipindi chetu bora cha heka heka. Naitwa Mzee wa Tatu. Na mimi bwana naitwa Anko G. Yeah. Yes. Kwenye heka heka leo tunaangazia nini? Heka heka leo tuangazie upande wa sanaa zetu, hususan kwa mkoa wa Njombe. Tumekuwa na mapito mengi hususan kwa wasanii Tanzania nzima, lakini sisi tunataka kidogo hebu tujaribu kuangalia kwa hawa wa kwetu hapa Njombe. Kwamba watu wamekuwa wakisuasua utoaji wa kazi, umesuasua na nini, lakini tumeona mwenzetu, msanii mwenzetu, kijana mwenzetu naye amepambana, amefanya uzinduzi. Tusiache kumpa pongezi. Hongera sana kwa hatua alizofikia Vanti Boy. Big up, hongera, japo kutokana tuna majukumu hapa na pale hatukufanikiwa kuungana naye. Lazima tuseme kweli, lakini hongera. Gwala tumeliona. Big up kwa director Sniga. Tumeona video safi. Inashawishi kwenye macho. Inashawishi kuangalia. Ndio raha ya video utazame. Nikajua unaisikiliza. Kusikiza ni sauti. Lakini kwenye upande pia usikilizaji, kule comment zinazikawa nyingi. Okay. Tumpe hongera sana, amefunga mwaka pia kibabe. Japo hali kwa wasanii wetu imekuwa ni ngumu zaidi. Na soko wasanii wetu kote, na sijajua kwa nini. Unajua miezi kama yanko juu tulizoea panaibukaga Njombe huwa panaibukaga mpaka madirector. Wanakuambia leo tunaenda Itipula. Kesho tuko zetu Mavanga. Mwaka huu vipi? Wamepotelea wapi? Naona lile sakata la wasanii kuhusishwa na upande wa kisiasa bado linaendelea kualamba, inaendelea kupamba moto. Lakini si mchakato wa kampeni na upigaji wa kula umeshaisha. Hasa nini kinaendelea? Kama unavyoona na kutazama kwenye mitandao tofauti, bado hili janga ni la moto sana, hususan kwa upande wa wasanii, na ndio maana hata wasanii wakubwa wamekuwa wakisuasua sana kutoa kazi zao hususan mwezi huu. Lakini pia hata ufanyaji wa show umekuwa ni kusuasua. Ni kwa sababu bado mashabiki wameonyesha hasira bado wanazo. Hawa mashabiki bwana kumbe ni wajumbe. Hawa ni wajumbe hao. Kwa hiyo kumbe bwana shabiki akila mgomo anakula mgomo kweli kweli. Okay. Bwana, nataka tuangazie kitu kimoja. Jana kwa baadhi ya watu wachache sana kuna kitu ambacho walikiona, wachache sana. Tunasema wachache kwa sababu kuna grupu lilitengenezwa Sasa hapo kwenye grupu lilitengenezwa alafu mara baada ya kutengenezwa pakatupiwa barua ni risala. Sasa ile jamvi ile huyu ndugu yetu Brown bwana atuambie chap. Mimi nilikuwa nataka hebu tujaribu kuwasomea tuichambue kidogo ile grupu. Jamaa, mbona silioni? Mbona grupu kama linataka kunikimbia hivi? Ni grupu ambalo lilitengenezwa na ndugu yetu Brown ambaye ni kwanza ni mwana sanaa. Bwana, jina la grupu anasemaje? Sana kwanza Njombe. Ile ni grupu ambayo ilitengenezwa mapema sana. Hilo limetengenezwa jana mapema. Na tukiangalia admin ni bwana ni Brown na mpambe wake ni Veronica Mtweve.
ndo maadmini. Ni maadmini. Kumbuka hao ni wasanii wa Bongo Movie ambao wa kitambo. Wahenga waamini. Wanarudi kazini. Hao ndo wahenga sasa. Walituambia kwamba akiba yozi watu wanaanza kuhifadhi mpaka nyanya. Alafu na maandamano yasitokee. Ni balaa. Nataka tuone bwana. Walitengeneza jana majira saa 1 jioni. Jioni. Brown bwana alianza baada ya kuadi watu, akaandika nye mambo vipi? Tuko poa bwana Brown, shukrani sana. Akaambia juzi tulikuwa kwenye uzinduzi wa video ya mdogo wetu Vanti Boy. Ndo hapo sasa mlolongo hapo barua haijaanza. Akasema wasanii wengi wasanii wengi mno, hasa wa muziki mnaohudhuria hata wahenga pia wakiwemo Biaroni, Snaila, Doni Maswaga na wengine wengi, hadi katibu alikuwepo Bwana Ndone Junior. Hapo aliwapongeza kwamba wasanii ni wengi tena wanahudhuria sana, na maana Snaila naye kumbe ni msanii muhenga. Sasa tutatafuta usemi wa muhenga. Snaila alisema itakuwa alikuwa anasema mke wa mwenzio sumu. Alafu yeye akajikuta nayo wahenga bwana walipongezwa na Bwana Brown. Na huyu mshikaji mwanzo mimi nilikuwa namuona ni mtu ambaye kama akili haziko sawa labda, lakini kuja kumfuatilia vizuri jamaa na madini makubwa sana. Na jana nilianza kumuelewa baada ya mara ya kwanza. Nakumbuka mlikuwa mna kama na nafikiri alitengeneza ili grupu mahususi kwa ajili ya kufikisha ujumbe wake mara baada ya kuona alikuwa akiposti huku. Unajua kila magrupu yanakuwa na taratibu zake. Na hii angeposti kwenye magrupu mengine lazima atafuta tu. Sasa yeye bwana mwananzengo bwana wahenga wala waamini, akaona sasa nyinyi vijana wa kizazi kipya, akaona yeye bwana ngoja nitengeneze grupu la wahenga bwana, akalipa jina Sanaa Kwanza Njombe. Tunaanza sasa. Anasema tukio lililozindua video tunaenda kufanyia tena kubwa kama Mwechi Mpya. Akaja ambayo wahudumu ni wazuri tena ni wengi kuliko wateja. Kuliko wateja. Nataka maanisha wateja. Sasa soma kiprofessional. Ni wengi kuliko wateja. Wateja ni wengi muda wote, imechangamka, iko moto yani. Yani anamaanisha kwamba sehemu ambapo unaenda kufanyia uzinduzi wa video kwamba wateja ni wengi na muda wote wako pamechangamka. Yani hawawezi hisi watu ni wengi wamekuja kukusapoti uzinduzi, kumbe ni wanywaji wanaendeleza utaratibu wao wa kuhudhuria kila siku kwa ajili ya kwenda kunyonya mitungi. Watu wameenda kusaini. Kumbe bwana kwenye lauko bana watu wanaenda kusaini. Na ile ina wahudumu wazuri. Kwa hiyo lazima pale watu waende kumbe. Lazima umeshaambiwa kuna wahudumu wazuri alafu wengi kuliko wateja. Kwa tafsiri yake lazima uende kusaini. Kwa kama kuna wateja 100 usishangae wahudumu wako 120. Akaongeza anasema na kingine muhimu zaidi, Snaila alijisemea ukweli pale kwa media. Hakutaka kutaja media. Na kingine Snaila alijisemea ukweli pale kwa media. Yeye sio shabiki wa msanii yoyote ndani ya mkoa huu au hata Tanzania kwa ujumla. Hilo kumbuka Snaila alisemaga hata kwenye media yetu. Aliwahi kusema akiwa Asili TV. Akaongeza kwa kusema waweza ona anakosea ila kiuhalisia yupo sahihi sana. Muhenga kapongezwa, yuko sahihi. Muhenga kapongezwa na muhenga. Yani huwezi kuwa shabiki wa mtu anayefanya naye kazi moja, na kibaya zaidi wote
mnahaswa ili mfike malengo makubwa kwa fani moja. Lazima muwe hata mtu akija kwenye uzinduzi wa kazi yako na yeye, yani wewe msanii unazindua, akaja msanii mwenzako, ni kwamba pale anakuja kuangalia jamaa kafeli hapa, mimi nipite kwenye mshono ule ambaye amezindua. Sasa hapa sio alipiga kiruga gani hiki? Yani Tigwa na zile Vega wote ni umeelewa hapo? Hapana, hujaelewa. Yani Tigwa na zile Vega wote ni wasanii wa hip hop. Na okay, inawezekana majina ya wasanii. Tigwa ni msanii, Makambako na Vega ni wote ni wasanii tena wa hip hop toka mkoa wa Njombe. Na wengine MK wote wana ndoto ya kuwa wasanii Tanzania. Mmoja hawezi kuwa shabiki wa mwenzie, labda wasapotiane ikiwezekana. Hapo aliotolea mifano Tigwa na Vega ni ambayo wote ni wasanii na tena mkoa wa Njombe, na wote wana malengo ya kuwa wasanii wakubwa wanaowakilisha hip hop ndani ya mkoa wa Njombe. Kwa hiyo hawawezi kuwa, yani hamna mmoja au shabiki wa mwenzake. Sana sana labda mshabikiani tu kwamba kuinuana kwa kusapotiana. Hapo Brown alieleweka vizuri. Na umeelewa? Hapo alieleweka vizuri sana. Anasema wasanii kwenye matukio yetu hatutaki kualika wasanii. Badala yake wasanii tunatakiwa kuwapa taarifa ili wasanii kila mmoja kwa nafasi yake awaalike mashabiki zake. Madini hayo. Haiwezekani wewe msanii unamwalika msanii mwenzako aje kwa ajili ya uzinduzi. Yani yule sio mwaliko, ni taarifa. Kwamba bwana njoo mimi na kazi yangu nataka nizindue. Kwa hiyo umeshapewa taarifa, kazi yako ni moja tu, hakikisha umealika mashabiki zako kwa ajili ya kwenda kumsupport msanii mwenzako ambaye alikupa taarifa wewe. Bonge ya point. Okay? Hiyo bonge ya point hiyo nimeielewa. Badala yake wasanii tunatakiwa kuwapa taarifa wasanii kila awaalike mashabiki zake, sawa? Kwa sababu lengo la kufanya tukio kwa asilimia kubwa ni kupata fedha. Hiyo ndo lengo. Hilo ndo lengo. Kwani wasanii wao wenyewe hawana hela? Tuone muhenga sasa, wahenga wanasemaje? Aliandika barua. Usiseme bwana wasanii hawana hela. Anasema sasa wewe unaalika na kuwaomba support wasanii tu. Wakati inajulikana na kufahamika kwa kabisa wasanii karibia wote hatuna hela. Yani wasanii hawana hela. Utapataje hela? Wasanii hawana hela. Wote tu inafahamika. Maneno ya muhenga. Brown. Sio sisi. Wasanii tunaomba msije wasije katuakia. Jamaa sisi sio wahenga. Na kama wanaonaje huu haraka huu tunaweza tukaureply wajiunge tu kwenye group. Na nafikiri group lina watu zaidi ya ngapi? Tutalipitia baadaye. Tutalipitia. Ngoja tumalize ujumbe. Anasema msanii support kubwa inayoweza kutoa ni kupiga show au kufanya performance ya bure. Ya bure. Ndo amemsupport. Hapo ndo amesupport. Kwa hiyo kumbe wasanii kwenye haya ma-event ya haya support ambayo unaweza kuipata ni kupiga haya ma-event ndio Kiswahili gani? Haya ma-event haya si yako mengi. Kwa event zikiwa nyingi ni nini? Ma-event. Hata wahenga wenyewe kuna ma-event yanafanyika Njombe. Support kubwa kwao sio kutoa hela, hawawezi kutoa hela kwa maana hawana hela. Kazi ya tena. Support kubwa sio kutoa hela kwa sababu hawana hela. Kwenye ma-event. Ila kwenye matukio kama hayo kila msanii akiwataarifu mashabiki zake aje naye watano tu kuwa atakuwa ana perform mahali na mashabiki kila msanii wakihudhuria, ni rahisi kupata pesa. Kumbe bana hawa wasanii hawa kwa mfano msanii ameandaa event yake akawaalika mashabiki na msanii mwingine naye akaalika mashabiki, yani wakapeana taarifa kama wasanii, John mimi leo nitakuwa na perform. Ni rahisi MC kupata pesa kupitia wale mashabiki.
lakini sio wasanii. Okay. Kwa hiyo tafsiri yake kwamba wasanii msaada mkubwa ni kuperform. Hiyo ndo support. Hiyo ndo support kubwa. Kwa hiyo mzee Atatu, kama unaandaa usiku wa tuzo ukawategemea hawa wasanii, tarajia msaada mkubwa kwao ni kuperform, lakini sio kupata pesa. Okay. Burudani ni kuruka kwanja tu. Unaruka kwanja tu. Unaruka kwanja. Alafu unaondoka mfuko mweupe. Hela ya supu utaitoa wapi? Okay. Anasema tujifunzage kutenga hela. Tujifunzage kutenga hela. Tupunguze kutafuta hela. Hii umeielewa? Hapana. Amesema tujifunze kutega. Okay, tujifunze kutega hela. Maanisha kutega hela. Kutega hela. Kutafuta. Tafsiri yake ni kwamba pesa haitafutwi, inategwa. Weka mtego upate hela. Acha kuzunguka tu. Unaweza kujikuta Njombe wote umezunguka na hela hujapata. Okay. Anasema mfano hai juzi ile wasanii wote eti tumejipiga tuliohudhuria kwenye ile event. Mchango wa support kwa wasanii wote kumsupport Vanti Boy hata 80 haijafika. Yaani hatujafikisha hata laki kweli. Wasanii zaidi ya 15. Zaidi ya 15. Zaidi ya 15. Chukulia neno zaidi lilizingatiwa. Ina maana walikuwa 20 kasoro. Hata 85 hawakukamata hata laki. Lakini wameshakubali kwamba support ambao walikuwa wanaenda kutoa kwa msanii mwenzao wao ni kutoa burudani. Kwa hiyo kosa lililofanyika hapo sio wao kutokufikisha hata laki. Kosa lililofanyika hapo ni wao kama wasanii kutokualika mashabiki zao kwa ajili ya kwenda kusapoti uzinduzi wa Vanti Boy. Hilo ndo kosa kubwa. Kwa sababu wangewaalika mashabiki zao, wangeenda pale na maana zile pesa zingepatikana. Kwamba ilikuwa kunawezekana tu akiperform zinarushwa hela, zinarushwa hela, alafu zile hela zote zinakusanywa, anapewa yule ambaye mwenye shughuli. Mimi nafikiri mzee wa Tatu kwenye heka hii itabidi tumtafute Brown wakati mwingine live. Ajibie. Inawezekana huyu mwamba ana kitu kikubwa sana na watu wakapona pia. Kuna baadhi ya dawa anazo. Kuna baadhi ya dawa mshikaji anazo. Tukapata hata kama dozi hazijakamilika. Hata kama dozi hazijakamilika tunaanza nazo kunywa hizo ili tunaweza tukafanya nini? Tukapata. Lakini sisi tumpongeze Vanti kwa shughuli ambayo ameifanya. Lakini mimi nirudi tu pale kujaribu kuweka maneno yangu upande wa Brown. Kwamba amekiri mwenyewe ile baa ina wahudumu wengi. Tena kuliko wateja. Na imechangamka muda wote tena, si ndio? Tafsiri yake wale ndo mashabiki. Wale wateja pamoja na wahudumu ndo mashabiki, kwa sababu naamini sasa kumbuka kwamba pale kwamba kila siku pamechangamka na ni lazima watu waende kusaini kwa maelezo ya kwake. Sawa Lakini sasa kwenye baa lazima unapoenda kusaini kwenye baa lazima pana burudani ya muziki unaisikia. Sawa. Na wale wenye muziki wao sasa ndo wamekuja kwenye shughuli pale mahali wewe unasikizaga muziki. Si upige show sio kuzindua. Sio umekuja unajua kuzindua ni kama vile tunasema kuwakilisha kitu ambacho kipya hakijawahi kuonekana au kusikika. Ndio maana kuzindua. Ina maana kile kilikuwa kinaenda kuzinduliwa pale ile wimbo Gwala. Ni ngoma mpya ile. Okay. Kwa hiyo ndio ilikuwa inapelekwa kwa walaji mwenyewe. Unajua kuna kitu kimoja. Sasa pale si wanakuwa wako vyombo watazingatia kweli. Unajua kuna kitu kimoja. Muziki hauna tofauti sana na mkulima. Ambapo msanii ndo mkulima. Amelima mazao. Yeye kama amelima nyanya, ameona kuliko apeleke soko kuu. Alafu watu wa mantilio wakachukue kule soko kuu aende kupika. Yeye ameona aende kwa mantilio moja kwa moja. Kwamba angeenda kuzindua kwenye ukumbi wa kawaida, alafu wale watu wenye baa wakauchukua kule kupeleka pale baa. Yeye ameona njia itakuwa ndefu, niende moja kwa moja
Swali langu ni hili kwamba watu pale wako vyombo na kila siku lazima waende. Je, utapima kipimo kipi kujua una mashabiki? Kwa hiyo hofu ni kwamba huenda walishindwa kualika mashabiki hao ambao wanawahitaji wenye kutoa pesa kwa sababu labda baa ile ina wahudumu wengi na wateja na muda wote iko full imechangamka. Mimi nataka waliwaza watawaweka wapi sasa wakienda nao. Mimi nataka nirudi kwenye point. Unajua dawa, daktari akikwambia akipima ugonjwa wako akagundua bana mzee wa tatu na typhoid, asipokupa dawa bado hajakusaidia. Okay. Sasa inatakiwa ukiangalia kwa mtazamo wako nini kiini cha malengo ya uandishi huo wa Bwana Brown? Alikuwa anamaanisha nini? Kiini cha malengo bwana alikuwa anamaanisha sisi kwenda kuzindulia baa wahenga. Kumbuka hawa ni wahenga. Sawa. Na wahenga ni watu wazima. Walikuwa wanamaanisha nini? Walikuwa na mtu mzima dawa. Sawa. Kwa hiyo inawezekana huyu mhenga bana tafsiri yake alitaka tenganishe wasanii wafahamu maana ya kwenda kupiga show klabu na maana ya uzinduzi ni nini. Okay. Kwamba hivi vitu vitenganishwe. Unataka kuzindua kazi yako, basi tengeneza mazingira, aidha ni ukumbi, toa mwaliko, watu watakao kuja pale ni wakwako. Unajua kabisa wamekuja watu 50 kwenye uzinduzi wangu, hawa ndio mashabiki wangu. Okay. Lakini tukienda kwenye pabu hizi kama hizi walizoenda kufanyia juzi, tafsiri yake tukienda pale kwamba pale ni changanyikeni, umeenda kutoa burudani kwa wale mashabiki ambao wamekuja pale, ambao ni wateja wa mwenye ofisi, na wengine utawapata pale pale ni wanaanza kukushabikia wewe bila kutarajia. Okay. Na mimi ninavyofahamu mfano kwenye uzinduzi, kwanza uzinduzi unakuwa na watu ambao ni wa aina kuu tatu. Aina ya kwanza tunaweza tukampa nafasi ya juu kabisa ni mgeni rasmi. Aina ya pili kuna wageni muhimu. Sawa? Kuna wageni waalikwa. Alafu kuna wageni waalikwa. Okay. Wakuja kushuhudia uzinduzi. Na wote akili inakuwa imeelekezwa jambo moja. Tuone pale. Ndio maana pale huwa zinawekwa screen. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba walishindwa au walifeli kuzindulia baa, walifeli nini? Kwa sababu pale kuna sehemu tu labda wangewatoa tu wateja hapo wakawa wateja. Wewe bwana wewe. Sasa kishapoa ridhaa ndio mtoe mteja. Wateja leo siku ya leo kwanza kama nyinyi mmeelewa sana, kaeni kule mwisho hapo watakao wageni maalum. Kumbuka yule rasmi kako huko. Kumbuka aliyewapa ule ukumbi ile sehemu ambapo mnaenda kuzindulia. Kwenye upande wa hizi event sasa ni vya uzinduzi, tunapoenda kwenye kuzindua iwe nazindua chochote kile. Panakuwa na event inagawanyika kwenye makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza tumesema kwamba ni yule mtu ambaye mwenye heshima zake ambaye anaitwa mgeni rasmi, ambaye yeye huwa lazima afike eneo husika ndo shughuli ianze. Kuna wageni muhimu maalum. Kwa lugha nyingine unataka kusema ma VIP. Mara baada pale sasa kuna wageni waalikwa kule. Na wale watu wanakuja kwa lengo moja tu, kila mmoja anakuwa akili fikra zote ni kuangalia kile kilichokusudiwa kutendeka eneo husika, kwamba tunazindua kitu gani, na hata akitoka pale story inakuwa ni moja tu kwamba kilichozinduliwa ni kizuri au kikoje, kina mapungufu hapa na pale au kikoje. Hiyo ndivyo inavyotakiwa. Lakini tunapofanya vitu kama hivi hususan kwenye maeneo ya klabu tunashindwa kuwa na haya madaraja. Sababu inakoje, labda tukaongea na uongozi pale tukaambia ile eneo hapa tunataka liwe kama VIP, wao wateja watoke. Tatu hiyo bwana iwe. Wateja wasogee huku, alafu huku kidogo wakae. Yaani vitu ambavyo vitahitaji mlolongo. Na uwezi kuweka mpangilio kwa sababu pale ni club. Pale ni club, uwezi kuweka mpangilio na uwezi ukaambia kwamba watu wanyamaze kimya kusikiliza wewe. Hicho kitu sahau. Okay? Na ndio maana ukifuatilia asilimia kubwa hayupo mgeni rasmi ambaye utampeleka unafanya uzinduzi ukampeleka club akawa yuko huru zaidi, na mara nyingi wanaweza wasije.
kwa sababu anajua kabisa pale ninapoenda siwezi nikahutubia kitu watu wakaelewa. Umeelewa? Okay. Yeah, kwa pale hawezi, yani ukimwambia kwamba nafanya uzinduzi ila nafanyia klabu, labda huyo mgeni rasmi awe naye ni mzee wa viwanja. Kwa anaona ngoja niende huku na sign huku naendelea. Huku na sign huku naendelea. Napiga ndege kwa juu. Lakini pia hawezi kufanya yale majukumu yake ya kuwa kama mgeni rasmi. Kwa sababu anajua kabisa hapa akili zilizopo hapa, kila mtu ana akili bandia saizi. Akili mnene. Na huwezi ukamwambia kwamba mtu unazindulia baa ukaambia pombe tutaanza kunywa baada ya uzinduzi. Hiyo kitu haiwezi kutokea. Alafu mimi ninachofahamu kwenye maeneo kama yale panakuwa hakuna starting time wala limiting time. Kwamba huenda kuna watu wengine walianza kunywa asubuhi wako pale. Kwa sababu sikibaliki na waruhusu. Kinaruhusu. Wengine walianza mchana utakuta wako pale. Wahudumu toka za juzi ziko kichwani ziko pale. Kwa hiyo issue inakuwa hivyo. Alafu pia jambo la pili ambalo linaweza likaleta madhara makubwa kwa upande wa uzinduzi wa video kwenda kufanyia pub. Video nyingi zina video queen. Sio hivyo? Yeah. Sasa unaweza ukaenda pale na pub zingine zina wasichana wale wakali sana, ni warembo, yani peace. Sasa video queen wako utakayempeleka pale unaweza kukuta anafunikwa na wale wahudumu ambao wako pale. Hivi kwenye video queen huku tunauangalia urembo, tunaangalia performance yake kwenye wimbo husika, au tunaangalia nidhamu ya mtu? Vyote mara nyingi vyote vinabeba. Lakini pia itegemeane na nyimbo inataka video queen wa aina gani. Labda ilikuwa inataka mcharuko, mnywaji wa pombe, alafu wako ukajua wewe hapa nilikosea, ila huyu huyu ndiye alikuwa anafaa. Huyu ndiye alikuwa anafaa. Mbona chapa ndio ile utasikiaga neno video queen amezingua, bora mngenichukuaga mimi. Ukiangalia ni kweli kitu anachoongea yuko sahihi. Okay, upande wako wewe kwa kumalizia wito wako, tunapokuwa kwenye shughuli hizi za uzinduzi tufanyaje? Kwanza kabisa watu wazingatie, unapoandaa kitu kwa ajili ya uzinduzi lazima ukipe kwanza heshima wewe mwenyewe. Uzinduzi ni kile kitu kipya, umeelewa? Unatakiwa kukipeleka sehemu fulani. Mfano mimi leo nimetoka kununua gari jipya, nataka kulizindua. Huwezi kunikuta hilo gari, yani kuna vitu ndasema ile gari bado halijazinduliwa hivi, umeelewa? Kwa lazima nikiwekee kwanza mazingira mwenyewe kwamba hili gari nikalizindulie wapi, ya kukipa thamani. Ya kukipa thamani. Mfano mimi nikinunua gari, cha kwanza mbio lazima nitaenda nyumbani. Wanasema ukivuna nyanya zimeiva sana, wai kauzie kwa mama ntilie zipike sasa hiyo. Wewe unaenda kuuzia sokoni, zitahifadhiwa vipi? Kwa hiyo hawa wasanii inatakiwa wafike muda waangalie kabla ya kufikiria kuzindua, waangalie kwanza kwamba hii niipe kwanza thamani mwenyewe. Ni heri ukatafuta sehemu ukazindua hata na watu 20, halafu wale mashabiki wakawa mabalozi wa wewe, watu wakauliza bwana nasikia kuna ngoma imezinduliwa. Okay. Ikawa ile ni chachu ya wewe kutafutwa kwenda kuonyesha show kwenye hizo pub ambazo watu ambako sasa wanakutana kule. Lakini wewe ulishaizindulia sehemu nyingine. Kuna pointi ambayo nataka kuweka, kwa sababu huyu Muhenga Brown amesema kabisa vizuri kwamba wasanii hawana hela. Brown amekiri. Na kama wasanii hawana hela, wewe unapowaambia kwamba waandae mazingira labda kwenye ukumbi kukusanya baadhi ya watu, wageni maalum na wageni rasmi na nini, vile vitu vinahitaji pesa. Uone unawarudisha kwenye hatua ambayo watashindwa kufanya uzinduzi wa kazi zao kwa sababu hawana hela, umeshaambiwa. Muhenga amesema hivi, pesa haitafutwi, inategwa. Watege kwanza. Sasa wanategaje? Yale maeneo ya kutega ili upewe ile eneo la kutega. Ili uweze lazima uwe na mtego. Unajua kitendo kuambiwa jamaa katega, tafsiri yake ana mtego. Mtego unauzwa. Sasa wewe unataka mtego wa kutegea pesa. Na ule mtego unauzwa na wewe una pesa. Unategaje hiyo pesa?
Hiyo sasa ndo balaa. Hiyo ndo balaa. Au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema kwamba hawa ndugu zetu wafanye kitu ambacho wanaona wao yani kisiharibu brand yao, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukasema kwamba unatengeneza brand na ukawa ndio unaharibu brand. Lakini pia lazima uangalie viongozi unaoshirikiana nao. Unaweza kusema nina timu ambayo inaniandaa mimi kuja kuwa bora, halafu ikawa inakupoteza. Labda mimi upande wangu mimi ni washauri tu wasanii, kwa sababu nawapenda, kwa sababu ndo watu ambao wananiweka mimi mjini. Kwamba wanakuweka wasanii. Wanaweka mjini. Wanaweka mjini. Bila kupiga umbea hivi mimi mjini naondoka. Okay, sawa. Nikajua wana. Okay. Nachotaka kukizungumzia ni hichi. Wasanii bado wana nafasi ya kusapotiana wao kwa wao. Tumesema hawezi kuwa, yani msanii hawezi kuwa shabiki wa msanii. Kwa sababu wote safari ni moja. Wamekiri hapa kwamba wao wana njia ya kusapotiana. Njia ya kusapotiana ni pamoja na kuhakikisha wawe na umoja. Ule umoja ni rahisi bana, fulani sasa hivi nataka kuzindua, si ndio? Kama nataka kuzindua tuzindulie wapi? Kwa sababu mimi naamini hata wewe unapotaka kumsapoti kwa kupiga show, unatamani pia upige show sehemu ambaye pako vizuri. Mashabiki zako ulioalika wewe sasa kama sapoti kwa msanii wenzio, wanakuja sehemu ambaye ni stahiki, ambaye inaeleweka. Hata unapopanda jukwaani unajua sawa, mashabiki zangu leo naenda kuwapa burudani inayostahili. Kwa hiyo bado wasanii wanahitajika umoja wao kwa ajili ya kusapotiana, kwa sababu kwenda kuzindulia nyimbo alafu umekaa msanii Sangine huna hata ya soda. Alafu wahudumu wanakupita pita, kaka tukudumie nini? Kaka tukudumie. Kaka uona sitoa inakutoa kujirudi. Yani kumbe wewe kilichokupeleka pale sio vinywaji vyao, sio nini, wewe mkupeleka umeenda kumsupport msanii. Kwa hiyo zile nguvu, kama tumeamua kuahirisha kulala usiku wetu usingizi na uchovu wetu wa mchana wote tumeamua kwenda kusupport msanii mwenzetu, hebu tutengeneze umoja wetu, tuanze kusapotiana, watu kukodi ukumbi. Kuna kumbi mpaka za shilingi 50,000, za shilingi 100,000. Lakini mkifika pale mnazitawala nyie kama nyie. Hakuna mtu atakusumbua kwambie kaka nikuhudumie. Kwa hiyo nataka useme kwamba kuna hizo kero zipo, kumbe zipo za kaka samani kuleta kinywaji gani, alafu unakuta mfukoni. Mbaya zaidi, yani mimi wanajua sasa mzee wa tatu ndo msanii mkubwa hapa nchini. Sasa wadada wale, unajua wadada watakuwa wanakaa karibu na msanii, wanajua huyu msanii huenda ana kitu, huenda kaagiza hata maboksi ya juice ya 5,500 na kitu kamimina. Alafu mbaya zaidi na ma MC wetu ndo wanakutarget pale, wapi mzee wa tatu? Kumbe wewe umeambiwa hata tukuhudumie nini kaka? MC anakuchomesha. Kwa hiyo sijasema kwamba sikwenda kwa ajili zilikuwa sina kitu, hapana. Utasikia wapi mzee wa tatu? Jina kubwa. Wanajua hapa kuna. Kumbe hizi ni brand tu ambazo zinatupa uji huku mjini. Hata chakula bado hatujafikia bado. Kwa hiyo tukisapotiana kwa kutozana pesa kidogo kidogo, mimi naamini wasanii tuko wengi. Kila msanii akitoa hata shilingi 5,500 tumepata hela kulipa ukumbi. Tukaenda tukafanya jambo. Sasa shida ya wasanii wao kwa wao mara nyingi hawakubaliani. Yaani msanii huyu ndo maana umeambia wanashindwa kutofautisha kati ya kusapotiana na kushabikiana. Wameshakubali hakutakuwa na ushabiki kati ya msanii na msanii. Lakini support zipo. Sasa wao wanashindwa kusimamia kwenye kushabikiana. Yani kinachowaumiza hapa, itakuwaje mimi kama nikimshabikia na kumsupport msanii mwenzangu afu yakatoboa mimi nikabaki? Kwa anakuwa nakwepa kiasi. Kwa hiyo turudi tu pale, tuwape elimu ili waweze kutofautisha kati ya ushabiki na support. Tukishajua ile, tujue sasa kwamba tunapoenda kuzindua
kitu cha mtu au cha msanii mwenzetu, pale tunakuwa tumemsupport, hatujamshabikia. Okay, pale ushabiki haupo. Tumemsupport kwamba leo kwangu, kesho kwake. Hapo tumemsupport. Okay. Kwa pale anakuwa ameenda kama shabiki, kama mdau. Kwa watofautishe kwamba kuna matukio ndio kuingia kama msanii, hapo na tukio ndio kuingia kama mdau. Kwa hiyo ndio elimu ambayo tunaona kwa Njombe hapa bado. Na ndio maana inafika mahali kwamba mtu anaweza mimi nina shida ya kuendesha sanaa yangu na kuendeleza zaidi. Leo naenda kutoa shilingi 50,000 au 100,000 kwa msanii mwenzangu. Tafsiri yake mimi nitakuwa ndo shabiki yake. Yaani ndo anachokiamini. Halafu kingine akitoboa mimi lakini kama tunasupportiana, tumekubali kwa nguvu moja na kwa umoja wetu, tena itatupa uwepesi wa kutoka. Na kazi zetu zikaonekana. Hapo sasa mhenga umeeleweka. Hapo unaona umetoa somo vizuri kabisa. Kwa hiyo wasanii waelewe utofauti kati ya shabiki na shabiki na mdau. Kuna sehemu waingie kama wadau na kuna sehemu waingie panapopaswa, lakini na sehemu nyingine waingie kama shabiki. Hivi wewe unaweza kaingia kama msanii kama mdau? Mimi kwa namna yote mimi sijawahi kuwa msanii. Labda sanaa yangu ni katika upande wa umbea. Lakini mimi kwenye sanaa zote ambazo zinaendeshwa hapa mkoa wa Njombe, mimi ni kama mdau. Na siku zote nitakapoenda mahali wahenga wakikuona tu wanajua cha umbea amefika. Hapana, mimi ni mdau na of course mimi nikifika pale huwa napenda nione vitu vizuri. Baba, umetoa elimu imeeleweka. Na wasanii wetu wa kuelewa watakuwa wameelewa. Kwa hiyo mimi nafikiri wajitahidi kujiunga kwenye grupu la Brown. Grupu ambalo tutamtafuta Brown. Ni grupu ambalo tumeliona wadau au tunasema wahenga wa sanaa za Njombe wameanza kufikia hatua ya kutafuta wapi pa kutapika madini yao. Yale madini walionayo. Watu wanaogopa kufa na dhambi kwa sababu kama mtu una madini kama hayo au una mwongozo mzuri kama huo, ukafa bila kuwakilisha kwenye jamii ambayo ila mimi ameniuzi sehemu moja Brown. Kusema wasanii hawana hela na inafahamika kwamba wana hela. Hawana, yani wasanii hawana hela na inafahamika. Sasa nikwambia walikuwa zaidi ya 15 na hawajafikisha hata 100,000. Tafsiri yake kwamba aliliongea amelidhihirisha kutokana na tukio ambalo alikuwepo. Kwa hiyo ndio maana alikuwa anatoa elimu, lakini pia anatoa na mifano hai ambayo imetendeka. Nafikiri wasanii watafute hela basi. Basi mimi sina la ziada kwenye upande wa Ekaekale. Tunashukuru Hombolo Waini. Hawa ndio watu ambao wanazidi kutuweka mjini. Vipi weekend ulimaliza fresh? Weekend ilisha vizuri, japo tu mambo ya hapa na pale bado ni magumu. Mambo ni magumu. Mambo magumu kwa sababu tunapoona watu ambao wanatusupport sanaa yetu kwa namna moja au nyingine wanapata majanga ya hapa na pale, lazima tuseme mambo magumu. Kwa hiyo tuseme tu bado tunaendelea kumpa pole sana Mama Mngoni pole sana. Tuko na yeye kwa kipindi hiki mpaka tuhakikishe kwamba ofisi imerudi kwenye kiwango ambacho tunategemea na tunaamini kwa uwezo wake Mungu pamoja na uwezo tu wa wadau ambao watajitolea. Lakini pia tunaomba kama wadau ambao wana nguvu yote ambayo unaweza kusupport pale, tunaomba tumsupport yule mwanamama angalau hata kwa maombi tu arudi kwenye hali ya kawaida ili aendelee kuisupport pia sanaa za Njombe. Ni mdau mkubwa sana upande wa sanaa, lakini pia sio sanaa tu, hata ni mdau wa mambo mbalimbali. Tunasema hata kama haja kusupport kwa kukupa pesa, lakini mawazo tu ni mrahisi wa kushirikiana na watu katika mawazo. Na tunaamini kila kitu kinaanza kwenye mawazo ndio kinakuja kutendeka. Kwa ukikurupuka ndio hivyo. Lakini bwana, tuwakumbushe wazazi kwamba shule zinapofungua msimu kama huu, mzazi ni wajibu wake kumtafutia mtoto shule ya kusoma. Tulipata nafasi, tulitembelea The Glory School. Iko Mafinga. Bwana, shule inafundisha hadi Kichina. Ziko pale. Karate pale zinapigwa bwana. Sasa hapo kwenye karate kuna wazazi wengine wataogopa watoto wasije wakaanza si unamjengea mtoto mwili kuwa kakamavu, sio kuja kuanza kupiga wazazi.
Sasa atapigaje tena wazazi? Atakusaidia kama kuna vibaka wanaingia. Kwa hiyo unakuta mtoto amerudi, mama anakuambia mama wewe lala tu, hamna mtu atakayepita hapa, kwa sababu anakuwa mtoto yuko koma. Kwa hiyo shule ile bana ina hostel ambao wanafunzi wanaishi pale, lakini kubwa zaidi ambalo nilipenda mimi kwenye shule ile The Glory School ni kitu kimoja, kwamba wameajiri wale wanaotoa huduma za kiroho, neno la Mungu. Pale kuna mchungaji na kuna shehe kuhakikisha imani zote zina sio mtoto ameenda kule amerudi hayupo Kikristo, yuko kwenye Waislamu, hayupo kwenye Uislamu, yuko kwenye wao wamezingatia na yuko pale. Sisi tulimthibitisha, wamebalance story, imekaa vizuri. Lakini kubwa zaidi, wana dispensary iko ndani ya shule. Kwa hiyo swala la zile ndogo zile ambazo anaweza basi nesi anahusika. Hafu ni shule ambayo iko na mazingira makubwa. Lakini pia kitu ambacho tulikipenda zaidi, wametuambia kwamba 2026 asili yetu tupo na nyinyi mpaka kieleweke. Mpaka kieleweke. Ndio maana tumeanza kuwasemea. Kwa hiyo mzazi, hakikisha mtoto wako si upo. Peleka. Mimi hivi wanaume naye ni wazazi. Ni mzazi. Mbona tukiingia kwenye odi ya wanaojifungia tunaambia toka wewe sio mzazi? Wala mimi sina la ziada. Bwana, nikushukuru wewe ambaye umechukua nafasi yako kuhakikisha kwamba unaungana nasi katika heka na tumefikia tamati, kuhakikisha kwamba tunaamini umepata kitu kwa vile ambavyo pakulia siku ya leo. Tunaamini tumekula vizuri na tumeenjoy katika upande wa heka. Shukrani kwa msanii ambaye umeketi, shukrani kwa mdau, shukrani kwa familia nzima ya Asili Yetu TV. Naitwa Mzee Tatu, nilikuwa naye Uncle G. Mpaka wakati mwingine tena, asante.